Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 3, na kukaribisha katika kuitazama makala yetu katika kuelekea siku ya mwanamke duniani, International Women Day. Karibu tupate historia ya baadhi ya viongozi wanawake ambao wamefanikiwa kushika nyadhifa mbalimbali duniani kote. Kuna baadhi ya viongozi wanawake mashuhuri walitambulika kwa kufanya vizuri katika uongozi na kuchangia maendeleo ya wanawake na jamii kwa ujumla. Wa kwanza ni Samia Suluhu Hassan. Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo nchini. Amejulikana kwa kuhamasisha uwezeshaji wa wanawake, elimu kwa wasichana na kushiriki kwa wanawake katika nafasi za uongozi. Wa pili ni Ellen Johnson Sirleaf. Alikuwa rais wa kwanza mwanamke barani Afrika kuchaguliwa demokrasia. Uongozi wake ulijikita katika kuimarisha demokrasia, haki za wanawake na maendeleo ya taifa la Liberia. Angela Merkel aliongoza Ujerumani kwa zaidi ya miaka 15 na alitambulika kwa uongozi thabiti, busara katika maamuzi na kuimarisha uchumi wa nchi yake. Jacqueline Aden alisifiwa kwa uongozi wa huruma, uwazi na usimamizi mzuri wa changamoto za kitaifa, hali inayomfanya kuwa mfano wa uongozi bora kwa wanawake duniani. Kwa ujumla, viongozi hao wamekuwa mfano mzuri. Lakini pia tukiangalia na kwa Tanzania, wanawake wamekuwa kipaumbele katika nafasi mbalimbali kama vile katika kuelekea siku ya mwanamke duniani. Tanzania imeonyesha hatua kubwa kwa wanawake kushika nafasi mbalimbali za uongozi katika serikali na siasa. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya wanawake viongozi imeongezeka katika miaka ya hivi karibuni, ingawa bado kuna changamoto ya uwiano. Idadi ya wanawake katika nafasi za uongozi Tanzania: namba 1 bungeni, wabunge, jumla ya wabunge wanawake ni takriban 143 kati ya wabunge wote. Hii ni sawa na takriban au karibu ya 37% ya wabunge wote nchini. Namba 2 mawaziri serikalini. Idadi ya wanawake katika baraza la mawaziri imeongezeka hadi takriban 37% mwaka 2023 kutoka takriban 15% ya mwaka 2005. Namba 3 madiwani katika serikali za mitaa. Kuna zaidi ya madiwani wanawake 1634 kati ya madiwani 5587 nchini, sawa na karibia 29%. Namba 4 viongozi wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa. Wanawake wanashika karibu 30.8% ya nafasi hizi za uongozi nchini. Mfano viongozi wanawake mashuhuri Tanzania: Samia Suluhu Hassan, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; Anna Makinda, spika wa kwanza mwanamke wa bunge; Tulia Ackson Mwaissasu, mmoja wa wanawake waliowahi kushika nafasi kubwa katika diplomasia na uongozi. Kwa ujumla, wanawake wa Tanzania wanaendelea kuongezeka katika nafasi za uongozi. Takribani theluthi moja ya viongozi wa kisiasa sasa ni wanawake, jambo linaloonyesha hatua kuelekea usawa wa kijinsia. Mtazamaji wa Kasako Media, bila shaka umeweza kutambua baadhi ya wanawake waliowahi kushika baadhi nafasi katika sekta mbalimbali zikiwemo sekta binafsi na serikalini. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.